Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari sana huko katika mitandao ya kijamii, na si ilivyokuwa kawaida yetu ni kuhakikisha kwamba tunakupasha kila ambacho kinaendelea kugonga vichwa vya habari sana. Na hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumekuletea hapa mwanafamilia, ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Bana, kuna moja kati ya taarifa kubwa kuhusiana na kuzolota kwa fitness kwa wachezaji wa klabu ya Young Africans. Sasa hii hapa inaweza ikawa ni taarifa njema kwa mashabiki na wapenda soka, hasa mashabiki wa klabu ya Young Africans, kuhusiana na ujio wa kocha mpya ambaye alipandisha fitness katika wakati wa kocha Selamovic. Nani huyu? Ni kocha gani huyu? Basi taarifa tumekuandalia hapa na tumekukusanyia hapa katika meza yetu ya matangazo. Nikusihi kwamba tamba nasi katika dakika zote tutakazoketi hapa, lakini cha msingi sana ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kuna kufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa hizi tunazokuletea kila siku katika channel yako pendwa ya HNT Media. Utazitazama ukiwa sehemu yoyote ndani ya Tanzania ama nje ya mipaka ya Tanzania. Utazitazama taarifa zetu pasina shida na pasina shaka yoyote kabisa. Bana, aliyekuwa kocha wa zamani wa viungo wa klabu ya Young Africans chini ya kocha mkuu Selamovic, Adnan Belovchi, muda mfupi uliopita ameposti picha akiweka emoji za bendera yake ya Young Africans, bendera yake na bendera ya Young Africans pamoja na bendera ya Tanzania. Hata kama ukipita kwenye ukurasa wake wa Instagram profile yake ameweka Yanga na kuandika kwamba physical trainer wa timu hiyo ya Young Africans, kitu ambacho kimekuja kufufua matumaini ya mashabiki wa klabu ya Young Africans, kutokana na kwamba japo Young Africans wanafanya vizuri katika matokeo ya moja kwa moja, lakini kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba fitness ya klabu ya Young Africans iko chini sana. Na mwamba huyu ni moja kati ya makoch wa viungo ambao walifanya vizuri katika wakati wa kocha mkuu Selamovic na wakaacha historia kubwa katika klabu hiyo ya Young Africans. Kwa hiyo mabosi wa klabu ya Young Africans wameona isiwe tabu, wamewasiliana na kuhakikisha kwamba wanamrudisha kocha huyu ambaye atakuja kuwa fitness coach katika klabu hiyo ya Young Africans, ambayo kwa sasa inaonekana kama kuzolota na kukosa utimamu ule ambao watu wengi waliamini kutokana na uwezo na wachezaji waliopo katika klabu ya Young Africans huenda wakafanya vizuri. Licha kwamba klabu hiyo ya Young Africans inapata matokeo ya moja kwa moja uwanjani, na mechi ambayo imetoka kuchezwa ni mechi ya ligi kuu Tanzania Bara, NBC Premier League, ambapo Young Africans aliwakaribisha KMC katika uwanja wa KMC Complex, na mechi kuisha kwa ushindi wa bao 4 ambazo walizipata kwa upande wa klabu ya Young Africans. Mpaka mechi inakwenda dakika 45 za kwanza, mechi ilikuwa ni 1-1 suluhu hiyo, lakini mara baada ya kutoka katika vyumba vya kubadilishia nguo ni dhahiri shahiri kwamba Young Africans walikuwa wameshakwisha kujipanga na kuhakikisha kwamba wanapeleka msiba mzito huo kwa wakusanya mapato wa Kinondoni, kwa maana ya KMC hapo katika uwanja wa KMC Complex.